As-salatu imadu dini, swala ni nguzo ya dini. Swala ndio muhimili wa Uislamu. Yoyote atakayekuwa anaienzi swala, anaidumisha swala, anaswali kila wakati, sheria imemtaka aende kuswali, basi huyu sheria inamlinda kuwa huyu anauenzi Uislamu, huu anauenzi muhimili wa Uislamu. Zangu Waislamu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, na anayeidharau swala, anayeacha swala, faqad hadama dini, hakika huyu anakuwa ameuvunja Uislamu. Baada ya mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali kuwa mtume ndiye aliyechukua dhamana ya kutuletea Uislamu, anatakiwa aswali. Sasa kaamini tu kuwa Mungu yupo, kaamini tu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambania Uislamu, ndio maana leo tunao, halafu haswali, inakuwa ni tatizo. Inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib, anampenda, alladhina, yule ambaye idha amila amala, akifanya jambo aitikina, analifanya kwa uzuri, kwa weledi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'ati kama amarana Allah fil kitabil aziz. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير هادي هدي محمد sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi wa Islam, awali yoyote hasina budi kuhusia nafsi yangu
pamoja na nyinyi wenzangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo muhimu sana na jambo la lazima sana. Kila mmoja anatakiwa alipe kipaumbele kwenye nafsi yake ili kuweza kupata mafanikio katika dunia na akhera. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akitupa taufiki leo tutakumbushana kuhusu swala. Swala jamani ni kitu muhimu. Swala jamani ni kitu cha lazima. Swala imebeba kila unachokiona mwanadamu Muislamu anakishughulikia. Kinapokuwa kinatendwa na huyu mwanadamu halafu kukawa hakuna swala, inakuwa ni matatizo makubwa, inakuwa ni shida kubwa, yanakuwa ni maafa makubwa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe moyo wa kupenda kuswali, kwa sababu swala ndiyo kitu ambacho kinabeba matendo yetu. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema hivi: awwalu ma yuhasabu al-abd yawm al-qiyama as-salah. Jambo la kwanza ambalo mwanadamu baada ya kufuliwa tu Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuchunguza kwa mwanadamu huyo swala. Anasema Mtume, swala hiyo ikikuta vigezo na masharti yamepewa umuhimu, basi na matendo yake yote yanakubaliwa. Matendo yake yote yanakubaliwa. Fuatilia vizuri hadithi. Ikikutwa na vigezo, masharti yametimizwa, Mtume anasema na matendo mengine yote yanabebwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuangalia vijikosa vidogo vidogo ambavyo uliteleza kama binadamu, hawezi kuvifuatilia. Mida mtu uliipa umuhimu swala, mida mtu ndani ya nafsi yako swala ilikuwa ina hadhi, kilikuwa hakina kitu ambacho kinaweza kikachezea akili yako ukaacha kuswali. Ndiyo maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema na ikikuta swala imepuuzwa, basi na mengine yote yanakuwa hayana maana. Ndugu zangu Waislamu, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallama, as-salatu imadu dini, swala ni nguzo ya dini. Swala ndio muhimili wa Uislamu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, faman aqamaha faqad aqama dina. Yoyote atakayekuwa anaienzi swala, anaidumisha swala, anaswali kila wakati, sheria imemtaka aende kuswali, basi huyu sheria inamlinda kuwa huyu anauenzi Uislamu, huu anauenzi muhimili wa Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, na anayeidharau swala, anayeacha swala, faqad hadama dini, hakika huyu anakuwa ameuvunja Uislamu. Ni kosa liloje kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala una tuhuma ya kuvunja Uislamu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atustiri kwa rehema zake na baraka zake. Ndugu zangu Waislamu, tunapokutana kwenye swala tuna mambo ambayo tunaweza
tukatengeneza kwa wingi wetu. Lakini tunapoachana hatukutani msikitini, wanakuja wachache, unakuwa umewabebesha jukumu kubwa, unakuwa umebebesha mambo mazito wachache, wakati yanahitaji watu wengi, lakini tu hawakuja kuswali. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu unamthamini kila Muislamu ambaye anajituma kuja kufuata taratibu na kanuni Allahu subhanahu wa ta'ala ameziweka. Ukija hapa, manake kuna vitu tutachukua kwako ili visaidie Uislamu kwenda mbele, kama mawazo, nguvu zako za kimali, nguvu zako za wewe mwenyewe tu binafsi, kama wewe utasaidia Uislamu kwenda mbele. Lakini unapokuwa hufiki, tunashindwa namna gani tutakutumia Uislamu uende mbele. Kwa hivyo inakuwa wewe unataka kunufaika na Uislamu, lakini Uislamu haunufaiki na wewe, kitu ambacho hili linakuwa ni tatizo kubwa. Sikiliza hadithi ya Ibn Ali wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia mtume wa Allah, rehema za Allah zimwendee na amani, anasema ma min abd mu'min yatruku salat wa lam ya'tiha illa kataba Allahu ala wajhihi hadha khariju min rahmatillah wa ana bari'u minhu. Anasema Ali amsikia mtume sallallahu alayhi wasallama akisema maneno haya, ma min abid, hapana mja mu'min mwenye imani, yaturuku salata, anaiacha sala, walam yaatiha, na wala asilete. Ina maana muumini wa kweli anapokuwa ameacha swala kwa sababu ambazo zinamlinda, zile sababu zikiisha, haruhusiwi kuleta tena tunasema uzembe. Hataki kufanya uzembe, hataki kuchezea muda. Ni lazima aje atekeleze swala. Kuna mambo muhimu yakikutokea, Allahu subhanahu wa ta'ala hakuingizi kwenye hesabu ya watu wanaoacha kuswali. Moja, kama umesahau, binadamu kaumbiwa sahau. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye maeneo mengine asema fadhakir, kumbusha. Hakika huko kukumbusha kuna wafaa wenye imani. Kwa hiyo maumbile ya kusahau yapo, hakuna ambaye anaweza akakwepa. Lingine, ukiwa umelala usingizi, ikitokea umelala usingizi, imeadhiniwa sala, kumepigwa adhana hujasikia, utakapoamka ni lazima cha kwanza kiwe ni kushika udhu na kutawaza. Haya ndiyo mambo ambayo yanakubalika. Kwa hivyo anasema mtume, wala miatiha, na wala asilete, illa katabaha Allah, anamwandika mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala ala wajihihi, katika uso wake, hadha, huyu khariju min rahmatillah, ashatoka kwenye rehema zangu, wa ana bari'u minhu, na mimi ndo niko mbali naye. Sisi tunakutana, tunapeana mikono, twasalimiana, twachangamkiana, lakini malaika wanakuona wewe una hatia ya kuingia motoni, kinachokuzuia ni kufa tu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusitiri kwa rehema zake na baraka zake. Anasema fa idha taraka abdun faradhun wahida, na akiacha mja faradhi hii moja, ameacha tu, hana sababu zinazomlinda, kutiba ismuhu ala babin nar, anaandikwa jina lake
kwenye mlango wa moto. Jamani, nubaya ulioje! Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Huku kuacha kuswali tuone ni tatizo kubwa, tuone ni hasara kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala hana mapenzi kabisa na mtu ambaye anaacha kuswali kwa jeuri tu, hana sababu zinazomlinda. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atustiri kwa fadhila zake na rehema zake, ili sisi tuwe miongoni mwa waja wake wema. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, usikum wa nafsi wa lam bi taqwallah wa ta'ati. Ama baad, wapenzi wa Islam, awali ya yote tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa rehema zake na fadhila zake ametustiri katika hutuba yetu ya mwanzo, ambayo ninaamini kwa kiwango fulani nitakuwa nimefahamika. Tulikuwa tunazungumzia ubaya wa kuacha kuswali, tena kuacha kwenyewe kuswali kwa ile jeuri, kwa majivuno. Maana mtu anaacha kuswali anajua mwenyewe tu, kwa sababu pengine hafahamu umuhimu wa swala, hajaambiwa hadhi ya kuswali, kwamba Uislamu wapi hasa unategemea kufahamika kwenye jamii, wapi Uislamu umeshikilia, hajui. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye anayetuambia bunia al-Islamu ala khams, umejengwa Uislamu katika mambo matano. Katika hayo matano na swala imo. Baada ya mtu kutamka tu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis salah, inakuja nini? Kuswali. Huo ni muhimili wa pili baada ya mtu kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali kuwa mtume ndiye aliyechukua dhamana ya kutuletea Uislamu. Anatakiwa aswali. Sasa kaamini tu kuwa Mungu yupo, kaamini tu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipambania Uislamu, ndio maana leo tunao, halafu haswali, inakuwa ni tatizo. Kwa nini ni tatizo? Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallin, wale wao wanaoswali, wale wao wanaoswali. Wataalamu wanasema hii neno wailu ni jangwa la moto, ni bonde la moto, moto mzito kweli kweli, halafu ndani ndio kuna moto tena. Ni mateso makubwa. Utakuwa unasubira ilioje, una uvumilivu ulioje kukutana na shida hiyo. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala asitupe jeuri hiyo, asitupe kiburi hicho. Allah subhanahu wa ta'ala alegeze nyoyo zetu, tuwe wenye kuelewa vizuri, ili tusimamie yale ambayo tunaagizwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailul lilmusallina alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao sala zao hawazipi kipaumbele, wanadharau muda ukifika, anaona mambo yake ndiyo muhimu zaidi, halafu anaacha kuswali. Huyu ndiyo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamuahidi kuwa atamuingiza kwenye moto mkali. Huyu anayepuuza lakini anakuja kuswali. Yani kuna kipindi tu hazingatii mtu, akikumbuka haja kuswali haraka anakuja anaswali haraka, lakini inapoadhiniwa kama ana jambo fulani limechukua baadhi ya uwezo wake wa kufikiri mambo ya maana, swala haipewi umuhimu. Huyu ndiye ambaye anaahidiwa kwamba atakwenda kuingizwa kwenye jangwa la moto, aungue vizuri, ajute jeuri yake. Huyu sasa, je, anayeacha itakuwaje? Ndugu zangu Waislamu, Uislamu wetu ili uweze kuwa na mahadhi
uweze kuwa mzuri, ni lazima cha kwanza tusimame kusali. Tukisimamia kusali, hata hawa wanaotuongoza tutakuwa tumewapa mwelekeo mzuri, watajua ni namna gani pa kutokea ili Uislamu upate hadhi. Lakini tunakuwa wachache, mambo hayaendi kwa sababu Uislamu na mambo makubwa wenye kujenga hawapo. Hili linakuwa ni tatizo, hii inakuwa ni shida. Ndugu zangu Waislamu, dalili ziko nyingi sana ambazo zinamtuhumu mtu ambaye anaacha kuswali. Dalili ziko nyingi sana ambazo zinaonyesha ni kwa kiwango gani anayeacha kuswali anachukiwa. Kwa hiyo hatuwezi kuzitaja zote. Mashekhe zetu wapo, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie umri mrefu, lakini pia tunawaomba wale wenye kuelewa vizuri wawape hadhi zao, wawape heshima zao, watufundishe ili sisi tuwe na uhakika wa yale tunayoyafanya, kwa sababu ukifanya jambo limetimia kanuni na taratibu, Allah subhanahu wa ta'ala analipenda, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib, anampenda, alladhina, yule ambaye idha amila amala, akifanya jambo aitikina, analifanya kwa uzuri, kwa weledi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala anapenda mambo yafanye kwa weledi, kwa utaalamu uliotimia, sio kubabaishia. Kwa nini unababaishia na wataalamu wapo, halafu huna ugomvi nao? Wapo kwa ajili ya wewe, muda wowote kuwaita wanakubali uwatumie. Tena kuna nguvu zako wanazitumia ili maisha yaende. Mbona huwatumii wakufundisha Uislamu ili uweze kujenga mapenzi na Allah subhanahu wa ta'ala? Shida iko wapi? Tuache uzembe, tuache upuuzi ili tupate rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir minna wal minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwati. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ijtinaba waghfir lana rabbana innaka ra'ufur rahim birahmatika ya dhal jalali wal ikram. Wa salatu wa salamu ala nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimi salah.